Huu ni mradi ambao namba 6505 ni moja kati ya mradi muhimu kabisa wa serikali na TSN ndio inausimamia. Kwa hivyo lengo kubwa la waheshimiwa wabunge, kamati hii ya kudumu ya Bunge ya Elimu, Utamaduni, Sanaa na Michezo, wao wamekuja kwa ajili ya kuona utekelezaji wa mradi huu. Kubwa kabisa walilosisitiza katika mazungumzo yetu ni uwezekano wa mtiririko wa fedha kwa ajili ya kukamilisha mradi huu ili basi TSN iweze kujiendesha kwa faida na kwa ufanisi mkubwa. Lako ni lipi baada ya kuona mradi unaendelea kutengenezwa? Baada ya kuona TSN kubwa kabisa ni kwamba TSN inaenda kuwa shirika ambalo linakuwa na uwezo mkubwa kabisa wa kifedha, na utegemezi kwa serikali unaenda kupungua kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu tunasema kwamba kwa sababu sasa hivi tunachapa magazeti yetu kwa mtu binafsi, tuna upotevu mkubwa wa fedha ambazo tunapeleka huko. Tutakapochapa gazeti letu sisi wenyewe tunaenda kuokoa kiasi cha 60% cha mapato ya TSN. Tumetembelea miradi miwili, mradi changamani wa uwanja wa Benjamin Mkapa na uwanja wa Uhuru, lakini pia mradi wa ujenzi wa jengo ambalo litakuwa ni kiwanda kwa ajili ya mitambo ya kuchapisha magazeti hapa TSN. Nikianza na mradi ule wa Benjamin Mkapa, tumeona serikali ina malengo makubwa katika ujenzi wa miradi, hasa miradi ya kuendeleza michezo nchini. Na tumeona namna ambavyo serikali inatoa fedha nyingi kwa ajili ya utekelezaji wa miradi hiyo. Pale uwanja wa Benjamin Mkapa, serikali ina bajeti ya takriban bilioni 31 kwa ajili ya kufanya ukarabati mkubwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba uwanja huo unakuwa na vigezo vya kuweza kuhost michezo mikubwa kama ile ya AFCON na CHAN. Lakini kwenye eneo lile la Uhuru tumeona serikali imetenga zaidi ya bilioni 19 kwa ajili ya kufanya ukarabati. Hayo yote ni maandalizi pamoja na kwamba ni hatua za kuendeleza michezo nchini, lakini maandalizi ya kuweza kuwa na vigezo kwa ajili ya kuhosti michezo ya CHAN na AFCON hapa Tanzania. Lakini tumekuja hapa TSN, tumeona pita Tazara, tumeona mitambo ambayo itatumika kuzalisha nyaraka mbalimbali, magazeti, vitabu na nyaraka nyingine za uchapishwaji. Na kwa kweli ni mitambo mikubwa, ni mitambo ya kisasa, ni mitambo ambayo kabisa itaondoa changamoto ya uchapaji wa nyaraka hapa nchini, hasa nyaraka ambazo ziko chini ya TSN kwa maana ya kampuni hii ya magazeti ya serikali. Lakini tumeona jengo, kama mnavyoona jengo limefikia kwenye hatua nzuri ya ujenzi, na tumehakikishiwa kwamba jengo hili litakamilika mapema Julai mwaka huu. Na baada ya kukamilika ile mitambo itakuja kuwekwa hapo kwa ajili ya kuanza kazi rasmi. Kwa tunaipongeza serikali, tunampongeza sana rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa utayari kwanza, lakini pili kwa kutoa fedha hizo zote kwa ajili ya utekelezaji wa miradi hii. Miradi hii italeta ajira kwa vijana, hasa kwenye nyanja hii ya habari, kwa sababu tayari hayo maofisi yote mnayoyaona hapo yatahitaji watu wa kwenda kufanya kazi. Lakini mitambo yote ambayo mmeiona itahitaji watu wa kwenda kuiendesha. Kwa hiyo itazalisha ajira. Lakini tutakuwa na uhakika wa habari kwa ujumla katika nchi yetu, hasa zile habari za magazeti. Unajua ukizungumzia habari za magazeti, mtu mwingine anaweza kufikiria kwa nini siku hizi tunapata habari kwenye mitandao ya kijamii. Lakini habari za magazeti ni nyaraka. Kwa maana habari yako ikitoka kwenye gazeti unaweza kuihifadhi miaka na miaka, unaweza kuambatanisha kokote. Inaweza kuwa ni sehemu ya nyaraka ambazo zinaweza zikahitajika, hasa haya magazeti ya serikali, kwa sababu yanatoa matangazo ya kazi, yanatoa matangazo ya tenda na kadhalika, na vitu vingine muhimu katika utekelezaji wa majukumu ya serikali. Kwa hiyo ni hatua ambayo tunaiona inakwenda kutatua changamoto kubwa ya uhitaji wa nyaraka za namna hiyo katika nchi yetu.